we highlighted the story of Jesus. After Jesus had done his service on the other side, they went into the boat to cross over. But in the midst of the sea, there was a great storm. While Jesus was asleep in that boat. Praise the Lord. And the disciples, they tried to calm down the storm, but it was not easy. Therefore, they started to pray. And after they prayed and it was difficult and the storm was becoming more furious, then they had to awaken Jesus. That, Master, we are dying. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana upepo wavuma, magari sikali, upepo na mawimbi yasikiza, tulia, tulia, kama ukali wa bahari, wanadamu, upepo na shetani, mawimbi yapate je kuumiza chombo kilicho na Yesu Bwana. Vyombo pia vya musikiza, tulia, tulia. Vyombo pia vya musikiza, tulia. Last year, kulikuwa na tufani kubwa sana. We could not even come to the church and worship kwa sababu mawimbi ilikuwa imezidi. Praise the Lord. This year, January, in this month we said we are going to talk about repentance and forgiveness. It's about proclaiming repentance and forgiveness. Derived from the book of Luke, chapter 24. But I want to look at verse 47. Verse 47. I want to look at that verse keenly and see what Luke is telling us. And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem, and ye are witnesses of these things. Imefika 48. That Jesus has given us the power to go and proclaim. Proclamation is announcing. It is an official and public announcement. And it must be clear and it must be declared. And the other word is a promulgation. Promulgation. You remember when you were getting a new constitution, Mwai Kibaki went to Uhuru Park to promulgate the constitution. They are going to the public to declare openly that this is our new constitution. In the area of repentance, we are required to go and proclaim, announce officially. It must be a public show that people should know that you are repenting. And you must show clearly what are you repenting from. Therefore, what is repentance? Repentance is a sincere regret or being remorseful. It is unconditional surrendering to God, and it's about changing the way you have been living for goodness of God. It is actually voluntary, that nobody should coerce you, but the Spirit of God should speak unto you. It's about taking away your resentment, your bitterness, your anger, and taking away the need for vengeance. Because remember, wakati mtu amekukosea,
kuna mambo mawili ambayo utafanya. It is either utamsamehe ama utasema tutakutana kwa kona. Praise the Lord. When you used to be in school, wakati session zinaendelea masomo na mtu ukosee, kwa sababu unajua ukimpiga atakushtaki kwa mwalimu, utapewa kiboko. Kwa unakuja siku ya kufunga. Ile siku ya kufunga, yule mtu alikosea lazima utamfanyia kitu, kijua mnafunga, you are going on holiday. There is no time wewe kushtakiwa kwa mwalimu. Praise the Lord. So vengeance ni kulipisha kisasi. But for those people who know God, those people who walk in spirit, there is no space in their heart for vengeance. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mtu ambaye anajua Mungu wake, mtu ambaye ni Mkristo kamili, mtu ambaye anatembea ndani ya mwangaza wa Yesu Kristo, katika maisha yake hakuna kisasi. Bwana asifiwe. Ujue kwamba kama ile mtu kulipisha kisasi, then wewe si wa Yesu. Wewe ni mtu yako na mambo yako. Repentance, the unconditional surrender to God. Because God is sovereign. God is final. Therefore, when we are talking about repentance, you are looking at your spiritual condition. You are looking at the life that you have been living, which is not good, before the people and even before God. And once you have realized that, then you are going to have what you are calling a turning point. And before you make that turning point, now it's now this time for you to proclaim in public. You tell it all. These are the things that are in my heart that are making me not to please God. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. When you were in school, there was a set book that was called Betrayal in the City. That play was written by Professor Francis Mbuga. And in that play, there is a man who kills another because he thinks that he was actually defending his people. He was on a revenge mission. But when he's haunted, he goes to request that he may come up and confess. Praise the Lord. Amen. And they went to ask, can I go and confess? And then, yes, go and confess. But I told you, if you go and confess, you will be killed. Bwana Yesu asifiwe. But kwa sababu huyu jamaa ndani ya moyo wake alikuwa amesema I'm going to confess, nataka kusema mimi ndio niliua. Na kaenda akasema mimi ndio niliua. Praise the Lord. Amen. You know when you say mimi ndio niliua, then you confess the Lord. Hakuna kitu cha kusema ati pastor niliombea hapo kwa sababu niliua. Waanze mimi kama niliua, hata kama nikuombea, nitakuombea hapa na pale nje. Polisi atakuwa na mgonja. Bwana Yesu asifiwe. Remember ile Kawangware wakati Meda akabarikiwa pale, wao walikuwa wanakuja wanarepent. Wanasema yale mabaya walifanya. Anawaombea, lakini wanapotoka pale nje wanashikwa na polisi na kuja wanted criminals. Praise the Lord. So sometimes it becomes hard for people to proclaim repentance public. Praise the Lord. Amen. But it's a requirement for you to receive forgiveness. You must proclaim, you must repent. This is what Dr. Laura Stelsinger says. He has got 5 things on what he's calling the 5 steps to repentance. Number 1, Dr. Stelsinger is saying, acknowledge the sin. You must acknowledge that you are a sinner. You must acknowledge
that there is sin in you. That's the first step. When we say step number 2, you must be able to confess the sin. Confession. Come out and say, in the morning, praise the Lord. That confession is very important. Then, number 3 is saying, after you have confessed, you should be able to ask for forgiveness. Omba msamaha. And number 4 anasema turn away from the sin. Wachana nayo sasa, uzike hiyo dhambi katika kaburi la sahau. Bwana asifiwe. And the last one is saying you search for restoration. You search for restoration. What I'm saying is that this world is a world of sin. This world is sinful in nature. As much as the Holy Spirit is working in, the world is sinful in nature. That's why this world is not a paradise. When the first man and woman lived in that paradise, they were chased away out of the paradise. Then they inherited the act that is sinful in nature. Kwa hiyo hakuna njia utasema wewe utaepuka dhambi. Dhambi ziko toka zinatembea na wewe, zinakutazama, zinakuchunguza. Lakini uwe mwerevu. Praise the Lord. Lazima uwe mwerevu. Somebody sana soma and say, Mubeno wongeri, uri kwizindoka, owohoma, uri makuru. That you must be clever as a snake, but you must be as humble as a dove. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. That there's something good in a snake because it's brave. But ikiuma, imekuwekea poison. But you must be brave as a snake, but you must learn to be humble. Bwana Yesu asifiwe. And the idea of humbleness that made Christ to come out of heaven, to come and suffer with us here, so that dhambi zetu zisamehewe. Bwana asifiwe. Therefore, what are the signs of repentance? Utajuaje mtu huyu ametubu? It's not about mimi nilimaliza book 1 nikamaliza book 2. That is not a sign of repentance. Hiyo ni mafunzo nilifundishwa. So there's the sign of repentance. Number 1, the willingness to confess the sin. The willingness to confess the sin. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes unaweza na mahali kumwasha glass, muulize maswali upate watu hata ni kama wao kusoma. Ni wabichi. Praise the Lord. Ni wabichi. So you wonder, are they in class? Or they are not class? So you wonder, ni waliwalishe ama nisiwaimarishe? Lakini umeletewa hawa ndio wanafunzi wa mwaka huu. Praise the Lord. So you only look for a way to deal with them because we are making them Christians. Class is only a big, we are making this people become Christian. That means it's only the first step. So from there they should be encouraged, they should be taught to become the Christian they should be. So the idea of willingness to confess the sin is a sign. Are you willing? Number 2, these people must be remorseful. They must feel the pain that their sin caused. And baada ya kutenda hizo dhambi, ulifanya kitu gani? Uliumiza mtu mahali.
it was not good. So they should be able to have that feeling, to have that pain. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. There are things that normally happens in our society. Today we are talking of the Ministry of Education. Inasema wakati wanafunzi walikuwa nje muda huu mrefu, wasichana wengi wameshika mimba. So wale ambao walishikisha wasichana mimba ni Wakristo ama ni watu wa dunia? Bwana Yesu asifiwe. But if you go and do an interrogation, utakuta a big percentage hata ni watu wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Should we kill them because they impregnated our girls? We are saying, can they come out and feel the pain they have caused to the life of that young lady, to the parents, to the community? And they should be able to repent. Na Mungu atawasamehe. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Lakini wakinyamaza tu, hata mimi sijui hiyo mambo, tulikuwa wengi, those kind of things. Somebody has done something wrong, lakini anasema tulikuwa wengi. You need repentance. Praise the Lord. Another sign of repentance is somebody who is seeking for forgiveness. Yaani unakuta mtu amevunjika, anatakana asamehewe, lakini wewe hautaki kumsamehe. Hiyo makaa ya moto kwa juu yako. And that's why Jesus came. Yesu alikuja ili sisi tupate uzima, tusamehewe na tukombolewe kweli kweli. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And that's why we have a church today. What is the purpose of the church? Mbona tunayo kanisa? Mbona tunayo wachungaji? Mbona tunayo viongozi na walinzi? Our purpose here as a church is not to kill you because you are a sinner. We are not here to punish you because you are a sinner. But we are here to pray for you. You see what you have done that is not good, repent and be forgiven. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio tunasema Bwana ametoa uzima wa bure, na yule ambaye anataka atapata bure. Bwana asifiwe. Praise the Lord. It is good that you are having welcome in here. Niliwahubiria kule Londiani 2019. Alafu COVID ikakuja. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Welcome in. Unajua Apostle Paul Amani ni mtu mgumu sana kukutubu dhambi zake. Bado nikikataa mama ni Yesu watakuja waseme wanawalia machozi na watubu. Lakini this man, that's why we are dying very fast. Tunakuwa mapema utaacha wa mama kwa sababu tunaweka kwa roho. Inakaanga hapo miaka yote. Praise the Lord. Amen. We must have new workers. We must have revived workers. Workmen filled with the Spirit of Christ. Bwana asifiwe. Praise the Lord. So how do we repent? In repentance, you must forgive yourself first. Ujisamehe mwenyewe kwanza. Go in a room and do what you are calling introspection. Talk to yourself. Then tell it to your God. Na huyu Mungu anasikia. Huyu amesema maimbo yako ndo gani? Umesema imba pamoja ya mwisho hapo. Omba, utafute uso wa Bwana. Kwa siri atakujibu kwa wazi.
enda leo naye kwa siri. Kama umekaa kuja kuongea na Pastor Jenga na Mlinzi Ruben, enda kwa room ongea na Mungu wako kwa siri. Bwana Yesu asifiwe. Talk to your God, anasikia. Mungu anakujua, and that's why our Quaker doctrine is about priesthood of all believers. Sio mnajua doctrine kwa Quaker. That's why the Quakers, they have not been having pastors. Wanasema sisi wote ni wahubiri. Bwana asifiwe. The priesthood of all believers. Kila mtu ako na mbegu ya Mungu ndani yake na unaweza ongea na Mungu wako. Usiniletee kondoo ndio nikuombee upone, hapana. You have the privilege to go before your God in your secret. Talk to your God. Tell him. Before you come and confess, already you have talked to your God. In repentance, sometimes it is also good to change the environment. When you talk about changing environment, inamaanisha uhame. Praise the Lord. Sisemi uhame kwako. Ninasema wewe ni mama ambao unaongeanga mingi sana. 1,000 words in a second. Can you change speaking 1,000 words in a second? Change the environment. Leo watu waseme, leo kwa nini kwenye wala kunyamaza? And they see a change in the environment. Change the environment. So watu watuone pale kuna kitu. Huyu mama anaongeanga sana hapa lakini leo aongei. Change the environment. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni kijana ambaye unapenda kutembea na wasichana bila sababu, leo wachao utembea na waseme leo jamaa hajaonekana msichana. Change the environment. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni wewe ni yule unaambianga watu kutiku ulifuka new stop. Kama wewe ni mtu wa mshenele au usikue tu hamo, usitoe mshenele leo. Bwana asifiwe. Change the environment. Then turn and carry your burden to Christ. Beba huo mzigo wako ambao umekufinya sana kwa roho yako kwa siku mingi. Beba huo mzigo umpelekee Yesu. Anaweza Yesu. Anaweza Yesu. Wakati baba mzigo mpelekea Yesu, now put on the armor of God. Tafuta mshale, tafuta mkuki wa Yesu, utembee nao. Tembea silaha ya Yesu nayo kwa mkono. Hizi silaha zingine hazisaidii, lakini chukua silaha ya Yesu uiweke mkononi. Praise the Lord. Silaha ni Yesu, silaha ni Yesu, silaha ni Yesu. Maisha ni mwangu. Vijana wanasema silaha ni ndogo ndogo, na sisi tunasema silaha ni Yesu. Wazee wanasema silaha ni kama kitinefu, na sisi tunasema silaha ni Yesu. Silaha ni Yesu, silaha ni Yesu, silaha ni Yesu, maisha ni mwangu. Lastly, on how we repent is about believe and have faith. Uamini na uwe na imani. Kwa maana sisi ni Wakristo kwa sababu ya imani. Bila imani hatuwezi fanyika Wakristo. Kwa sababu wakati Yesu alitembea katika ulimwengu akatenda mambo, si tumesoma tu Injili ambayo iliandikwa na wale ambao walikuwa na yeye, lakini hatukumuona, lakini kwa imani tumekombolewa. Praise the Lord. Amen. It is by faith.
There is also the last idea is that when you are weak, you need to seek for counsel. You need to seek for guidance from those people that you trust. Yaani tafuta ushauri kwa counselors ambao wamehitimu, wale ambao wataweka siri yako. Tafuta ushauri kwa wazazi. Tafuta ushauri kwa walimu na wachungaji wale ambao unaamini vizuri. And lastly, read your Bible and also seek guidance from God. Example of stories of repentance. A man who was after the heart of God is called David. Ukisoma kitabu cha Samuel utaona mambo haya. Na kitabu cha Psalms unakuta kwamba David wakati alifanya zile dhambi za kuiba mke wa Uria, alikuja baadaye akajuta, lakini akatubu na akasamehe. Angalia the prodigal son, yule mwana mpotevu, alipoomba mali ya baba yake aondoka nayo, akaenda akakula raha. Lakini wakati aligundua kwamba alifanya makosa, alirudi nyumbani na akamwambia baba yake, mimi sistahili kuitwa mwana wako tena. Nimetenda dhambi mbele ya Mungu na mbele yako. Sistahili niitwe mwana wako. That is actually a story of repentance. Look at Paul, the great apostle. A man who was involved in a crusade of persecution, moving all over, persecuting the people of God. Praise the Lord. Lakini ile siku aliongelewa na Mungu, akaangushwa chini, akapigwa na ile radi, akaenda kwa ule nyumba ya ule kuhani, akamwombea, akatubu, akakuwa mtu mkubwa sana katika mambo ya Mungu. In fact, Paul was a worst man. That's why the book we read, Romans 7, it is saying that I know the good that I should do, but I don't do that good because there is sin that is making me not to do that good. Praise the Lord. Amen. Yana anasema najua yale matendo mazuri natakana atende, lakini atende yale mazuri kwa sababu tunazida dhambi ambazo tunasimama mbele yake kila wakati. Katika Galatians, Paul anasema, anaandikia wa Galatia, anawaambia kwamba wakati umekuwa Mkristo, wakati unafika ambapo you must be able to release yourself before God, so that ile ambayo inakaa ndani yako, ambayo wanasema mimi inze, mimi hiyo mambo siwezi, achezee mimi, yani ile umimi must get out of you, so that umimi ukishaondoka, Christ aingie ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. That's why tunaimba ile wimbo ambayo inasema sio mimi ndiye anayeishi ndani yangu, lakini ni Kristo anayeishi. We must reach that level, a level of displacement, that the Spirit of God should be able to displace you, that you are replaced by Christ, so that when you live, you shine like Christ. When you walk, people can see the Christ in you. Whatever you do, people can see the Christ in you. Praise the Lord. Sio mimi ndiye ahubiri, Kristo ahubiri nami. Sio mimi ndiye ahubiri, Kristo ahubiri nami. Ahubiri when COVID struck the world and many people died, great and small, those clever ones and even those who are not clever, they were hit hard with COVID.
Does it mean that God was not there? Or what happened? Because this was just a challenge. But God is speaking to the people. God is speaking to the world. There is a speech, there is a message that God is sending to the world. You know, there are people who believe that there is no God. And even there is a great debate that has been going on. Vitu ambavyo vinachukiza Mungu. People are advocating for same-sex marriage. And then mseme Mungu akose kukasirika. Praise the Lord. God is unhappy with the human beings. God is unhappy with the world. Bwana asifiwe. If there is any knowledge, that knowledge comes from God. If there is any discovery, that discovery comes from God. God has created us with brain. God has created us with His hands, so that we should change this world. But we must remember there is God. It's a time for us now to look at the world and tell the world it is a time for repentance. It's a time for people to confess the wrong things that they have done to their God. It's a time for the world to look at what the Lord has done in a short moment. Praise the Lord. By the way, those people who are saying there is no God, when COVID struck, research is saying that people have gone back to the church. Watu wameanza kumtafuta Mungu. Yaani unangoja shida ikuje ndio umtafuta. Unangoja uone moto ndio umekaribia hapa ndio utafuta. Praise the Lord. Twasema tafuta saa hizi kabla moto ukufikie. We are breaking the COVID rules now. In your own time. I want to tell you to go and read Hebrews chapter 11, verse 12. Read Proverbs chapter 10, verse 12. Read Psalms 103, verse 12. Read Daniel chapter 9, verse 9. Read Isaiah for schooling, verse 25. And read Hebrews 10, 17. Raising in an African world. When Jesus came home, He came back from heaven. Those who fear the Lord, those who worship Him in spirit and in truth, There was trouble. Experiences something and believes in it